Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na kitabu chetu Al-Fiqh Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Leo tuko katika albabu thani, mlango wa 8, ambao fi tayammumi, uliofungamana katika masala ya kutayammum. Mlango huu tulieleza huko nyuma, na leo bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala tupo katika mlango hasatan uliofungamana na tayammum. Wa fihi masailu, na pana ndani mlango huu masail. At-tayammumi lughatan, kutayammum kilugha, al-qasdu ni kukusudia, ni kitendo kile cha kutayammum. Wa shari'an, na kisheria, huwa mashu alwajhi wal yadayn, nako ni kuosha au kupaka uso pamoja na mikono miwili, bisaidin tayyibi, kwa mchanga uliokuwa tahara, uliokuwa msafi, ala wajhi makhsusi, juu ya njia maalumu, ta'abudan lillahi ta'ala, kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Njia hiyo ni ya kiibada. Almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza, hukmu tayammumi, hukmu ya kutayammamu, wa dalilu mashru'iyatihi, pamoja na dalili ya kisheria. At-tayammumi, tayammum mashru'un, ni jambo lenye kufanywa, ni sheria. Wa huwa rukhsatu min Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni ruhusa ambayo imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, liibadihi, kwa waja wake. Wa huwa min mahasini hadhihi sharia, nayo ni moja katika mambo mazuri katika hii sheria. Wa min khasaisi hadhihi umma, na pia miongoni katika mambo yalikuwa khasa maalumu katika huu umma. Liqaulihi ta'ala, wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha kuntum ila salati, pindi mkielekea swala, kisimamisha swala, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu, ila almarafiqi, mpaka katika mirfaqi, wamsahu biruusikum, na mpakeni vichwa vyenu, wa arjulakum, na miguu yenu, ila alka'bayn, mpaka katika ka'bi mbili, katika masala ya kuchukua udhu. Wa in kuntum junuban, na mkiwa nyinyi mna janaba, fatahharu, basi mjitaharishe. Hapa hukusudiwa kuoga janaba. Wa in kuntum marudha, na mkiwa nyinyi mna maradhi, au ala safarin, au juu yenu safari, au jaa ahadun, au amekuja mmoja wenu, minkum, miongoni mwenu, min al-gha'it, ametoka gha'it, au la mastumun nisa, au la mastumun nisa, au kumwingilia mkewe, falam tajidu ma'an, na kuyapata maji, fatayammamu sa'idan tayyiba. Hapo ndo mahali shahid. Basi mtayammam kwa mchanga uliokuwa tahara, famsahu, katika huko kutayammam, basi futeni kutayammam kwenu, biujuhikum, nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu, minhu, kwa mchanga. Kwa hiyo sehemu ya kutayammam ni mbili tu, kati ya mikono na uso. Na hali hiyo ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala pindi aliposema, fatayammamu, basi mtayammamu, sa'idan tayyiban, kwa mchanga uliokuwa tahara, famsahu, basi pakeni kwa huo mchanga, kwa huko kutayammamu, biujuhikum, kwa nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu, minhu, kwa huo mchanga. Ma yuridu Allah, wala hakutaka Mwenyezi Mungu, liyaj'ala alaykum min kharajin, kuweka katika hilo uzito, kuwapa tabu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yuridu, anataka
anakusudia liutahhirakum, jitaharishe, walitimma ni'matahu, na mtimize neema yake, alaikum, juu yenu, na atimize neema yake juu yenu, la'allakum tashkurun, wenda nyinyi mtamshukuru. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kupitia kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sa'idun tayyibu, mchanga ulikuwa tahara, kafika, ilikuwa ikitosha kwako wewe, wa illam tajidul maa, na hata kama ungekosa maji, 10 hijaja, miaka 10. Fa idha wajadta alma, na basi pindi utakapoyapata maji, faamissahu basharataka, basi usafishe mwili wako kwa hayo maji. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa kauli yake Mtume wa Allah, ju'ilat li ardhu, imejaliwa, imefanywa kwa ajili yangu mimi ardhi, masjidan, kuwa ni msikiti, sehemu ya ibada, wa tahuran, na kuwa ni sehemu ya kujitaharishia. Waqad ajma ahlul ilmi, na hakika wamekubaliana watu elimu, ala mashru'iyati at-tayammum, juu ya kufanya sheria masala ya kutayammum, idha tawafarati sharaitihi, pindi zitakapotimia zile sharti zake. Wa innahu, na hakika huko kutayammum, qama maqamu tahara, usimama mahala kwa nini, pa tahara, bilmai, kwa kutumia nini, maji. Fayubihu bihi, basi pakafanywa ni halali kwa kutumia huo mchanga, kwa yale ambayo yubihu bitaharati bilma, yaliyokuwa halali kwa kujitaharisha kwa kupitia maji, minas salati wa tawafi, kutokana na kusali na kutufu, wa qiraati alqur'ani, pamoja na kusoma Qur'ani, wa kaidi dhalika, na sio kwa hayo. Kwa hiyo ni halali tayammamu kupitia yale yaliyokuwa halali kwa mtu ambaye yuko tahara kwa kupitia maji. Wabidhalika, na kwa hayo au kwa hilo, tathbutu mashru'iyatu, pamethibiti kisheria, at-tayammumi, kuhusiana na jambo la kutayammum, bilkitabi wa sunnati wal ijma'i, kupitia Qur'ani, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kauli za wanachuoni. Almas'alatu thaniyatu, mas'ala ya pili, shuruti tayammumi, sharti za kutayammamu, wa asbabi almubihati lahu, na sababu zile zitakazompelekea uhalali wa kutayammamu, mtu aweze kuwa ana nafasi ya kuweza kutayammamu. Sababu gani ili atayammam? Yubihu au yubahu at-tayammumi, kwamba ni halali mtu kutayammamu, inda al-ajizi an istimali al-ma'i, wakati wa kushindwa kwake kuyatumia maji. Akishindwa kuyatumia maji, basi huyo ni halali kwake kutayammamu, imma lifaqdihi, imma kwa kuyakosa hayo maji, au li khawfi dharari, au kuogopea madhara, min istimalihi, kwa kule kutumia kwake hayo maji, limaradhi fil jasadi, kutokana na maradhi yaliyomo mwilini mwake, au shiddati baradi, au kutokana na ukali wa baridi. Lihadithi Imrana, kutokana na hadithi ya Imrana ibn Husayn, kijana wa Husayn, alaika bisaidi tayyibi, lazimiana kwako kwa mchanga ulikuwa tahara, fa innahu, hakika jambo hilo kwako, yakifika, pana kutosheza, imana kwamba endelea kutumia mchanga. Wasayati mazidu basi patakuja yalikuwa ziada kwa ukunjufu, baada qalil, baada muda mchache. Wayasihu tayammumi, na inasihi kutokana na kutayammamu,
bishuruti al-atiya, sharti zifuatazo. Moja katika sharti za kutayammam kusihi, an-niyatu, mtu atie nia yule anayetayammam. Wa hiya niyatu, nayo ni nia atakayotia istihbahati salati, kutakia uhalali wa swala. Wa niyatu shartun, na nia ni sharti fi jamii al-ibadati, katika ibada zote. Wa tayammum ibada, pia tayammum nayo ni nini? Ni ibada. 2, sharti la pili al-islam, mtu kuwa muislamu yule anatayammam. Fala yasihu min al-kafir, wala haisihi hiyo tayammum kwa mtu ambaye ni kafiri. Li'annahu ibada, kwa sababu tayammum ni sehemu ya ibada. 3, al-aqlu, kwa mtu timamu akili. Fala yasihu min ghairi aqil, wala haisihi tayammum kwa mtu ambaye asikuwa ana akili. Kalma jununi, kama vile mwendawazimu, wal mughma alayhi, na ambaye aliyezimiwa au aliyepatwa na shetani, haisihi. 4, sharti la 4 at-tamyiz, kuwa na upambanuzi au na uelewa wa huko kutayammam. Fala yasihu min ghairi mumayyiz, wala haisihi kwa mtu ambaye asiyekuwa mumayyiz, asiyekuwa anatambua masala ya kutayammam au asiyejua akili yake haikukaa sawa. Wa huwa min makani duna khamisati, nayo ni yule atakayekuwa huwa nayo huyo ghairu mutamayyiz, man, mtu ambaye kana duna sab'a, amefika hakufika chini ya amefika chini ya miaka 7. Wa huwa naye huyo ghairu mutamayyiz, man, yule ambaye kana atakayekuwa duna sab'i, chini ya miaka 7, huyo ndio ghairu mutamayyiz. Sharti la 5 ta'dhir istimali ma, kuwa na udhuru katika kuyatumia maji. Imma li'adamihi, ima kwa kuyakosa kwake maji. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an, basi mkiyakosa maji, fatayammamu, basi mtayammamu, sa'idan tayyiban, kwa mchanga ulikuwa tahara. Kwa hiyo kukosa maji ni moja katika sababu ya sharti ya mtu kutayammam. Kukosa maji ni moja katika udhuru ambayo mtu anaweza kufanyaje, akatayammam. Wali qaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, inna sa'ida tayyibu, hakika mchanga uliokuwa tahara ni tahuru lilmuslim, ni taharisho ya muislamu. Wa illam yajid almaa, na hata kama akiyakosa maji 10 sinina, ndani ya muda miaka 10, ataendelea kutayammam. Fa idha wajada almaa, basi atakapoyapata maji, falyumissahu basharata, basi ausafishe mwili wake kwa hayo maji. Fa inna dhalika khairun, hakika hilo ni bora zaidi. Au li khawfihi dhara, au kwa kuogopea kwake madhara, biistimalihi, kwa kuyatumia maji. Imma li maradhi, imma kwa ajili ya maradhi. Yukhsha ziyadatahu, anaogopea au huogopewa kwa kuyatumia maji hayo kuzidi kwa maradhi. Au taakhura shafaihi, au kuchelewa kule kupona hayo maradhi. Biistimali alma'i, kwa kuyatumia kwake maji. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marudha, na mkiwa nyinyi wenye maradhi, basi mnaweza mkatayammam. Wali hadithi sahibu ash-shaj'a, kupitia hadithi ya mtu ambaye aliyepasuliwa. Wafihi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, na katika hilo alisema mtume sallallahu alaihi wasallam, nadhani yule mtu alikuwa ameumwa, wakamuosha, baadaye akapelekea hadi kufa. Katika kufa kwake, basi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba akasema, qataluhu, waliomuua, qatalahumullah, wameuliwa, watauliwa wao na Mwenyezi Mungu. Qataluhu, waliomuua yeye,
qatalahumullah, watauliwa wao na Mwenyezi Mungu. Hallan saalu, hivi kwa nini wangeuliza? Idhan, kwa hivyo basi, lam ya'malu, wasingefanya. Idhan lam ya'malu, wasingefanyaje? Idhan, kwa hivyo basi, lam ya'lamu, wasingejua. Idhan asema hivi wangeuliza pindi ambapo wasingejua. Inama shafaa, wakikapana vinginevyo ponyo. Al-iyya su'al, la kutokujua ni kule kuuliza. Yani kana kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawatuhumu kwa nini kabla ya kufanya kitendo kile cha kumuogesha yule aliyekufa, kwa kitendo cha wao kumuogesha maji au kumweka maji katika kidonda alilopata kuumia kisha kampelekea kufa, ndio akasema qataluhu, wamemuua. Qatalahumullah, na Allah atawaua, atawaangamiza wao. Hallan saalu, vipi ingekuwaje wangeuliza? Idhan idha lam ya'lam, pindi ambapo wao hawakujua, hawafahamu lote. Inama shifau al-iyya as-su'alu, hakika ponyo la mtu ambaye asiyeuliza anapaswa aulize. Kama hujui basi uliza kwa unayojua. Ndio jinsi alikuwa akiwafahamisha. Au li shiddati bardi, au kwa shida ya nini? Baridi. Yukhsha minhu adhara, uogopewa kwa baridi hiyo nini? Madhara, mtu kudhurika. Awil hilal, au kuangamia. Biistimali al-ma'i, kwa kutumia kwake maji. Li hadithi Umar, li hadithi Amr, kwa hadithi Amr ibn As, kijana wa As, anahu, hakika yeye, lamma bu'atha fi ghazwati dhati silasil, alipotumwa katika vita vya silasil au salasil. Qala, kasema, ihtamaltu, niliota ndoto nyevu, ndoto ya kujamiana, fi lailati, wakati usiku, baridati, ambao wa baridi, shadidati, bardi kali sana. Fa ashfaqtu, basi niliogopa, inihtasaltu, lao ningeoga, an ahlaka, ningeangamia. Fatayamamtu, basi nilitayamam. Wasallaitu, na nikaswali. Wasallaitu bi ashabi, na niliwaswalisha watu wangu salata alfajr, sala ya nini? Ya alfajr. Kwa hiyo akatayamam kisha akaswalisha watu wake sala alfajr. 6. Hayo maelezo nyuma yote tulikuwa tukielezea udhuru zile za kutayamam. Sharti ya 6, an yakuna tayammumi, kuwa huko kutayamam, biturabi, kwa mchanga, bilyadi, kwa mkono, kwa mchanga na mkono. Tayamam mchanga na kupitia mkono. In ujidahu, pakiwa pamepatikana huo mkono au hayo maji. Likauli ta'ala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu, fatayammamu sa'idan tayyiban, basi tayammum, mfanye tayammum kwa mchanga uliokuwa tahara. Famsahu bi ujuhikum, pakeni nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu, min, kwa mchanga. Qala Ibn Abbas, akasema Ibn Abbas, sa'idu turabu harth, ule mchanga wa vumbi, wa tayyibu tahara, na kusudi hapa ni nini? Ni tahara. Fa illam yajid turaban, basi kama pakikosekana mchanga, tayammama, basi tatayamam, bima yaqdiru alayhi, kwa kile chenye kumwezekania juu yake. Min ramli, kutokana na vumbi.
awil hajar au hajar au jiwe, liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi vile mwezavyo, mcheni Allah kiasi vile mwezavyo. Qala Auza'i, akasema Auza'i, arramli min as-sa'id, maana arramli inayotokana na sa'id, maana ni mchanga. Almas'alatu thalithatu, mas'ala tatu, mubtilatu at-tayammumi, vibatilisho vya kutayammum. Wa hiya al-ashyai allati, nayo ni majambo ambayo tufsiduhu, yenye kuharibu tayammum. Wa mubtilatuhu thalatha, na vibatilishi vyake ni vitatu. Moja, yabtilu tayammum, ubatilisha tayammum, an hadath ashar, kutokana na hadathi ndogo, bimubtilati al-udhu, kutokana na vile vyenye kubatilisha udhu, wa an hadathi al-akbar, na kutokana na hadathi kubwa, bimujibati al-ghusl, kwa vile vyenye kuwajibisha nini? Kuoga, min al-janabati wal-haidh wan-nifas, kutokana na janaba na haidh na nifas. Fa idha tayammama, aspindi atakapo tayammam, an hadath asghar, kutokana na hadathi ndogo, thumma bala au taghawwata, kisha akakojoa au akanya, taghawwata, akanya, batala tayammum, batala tayammumi, batala tayammumihi, basi ubatilika tayammum yake. Lianna tayammuma, kwa sababu kutayammum badala anil udhu'i, inakuwa ni badala ya nini? Ya udhu. Wal badalu lahu hukmu mubdalu, na badali hukumu yake inakuwa ni kile kilichobadilishwa. Wa kadha tayammum, na kama hivyo kwenye tayammum, anil hadathi akbar, kutokana na hadathi kubwa. Narudia hapo, anasema lianna tayammuma, kwa sababu kutayamamu, badala anil udhu'i, ni badali kutokana na udhu. Wal badalu, pamoja na badali, lahu kwake yeye, hukmu almubdalu, inakuwa hukumu ya nini? Kile kilichobadilishwa. Wa kadha at-tayammumi, na kama hivyo katika tayammum, anil hadathi al-akbar, kutokana na hadathi kubwa. Mbili, wujudul ma'i, kupatikana maji. Sawa, pakipatikana maji, basi tayammum hiyo inakuwa imebatilika. Kwa hiyo anasema mbili, wujudul ma'i, kupatikana kwa maji, inkana tayammumi, pakiwa huko kutayammum ya adami, kwa kuyakosa maji. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa idha wajadta al-ma'a, basi pindi utakapoyapata maji, fa amissuhu basharataka, basi eneza maji mwili wako. Waqad taqaddama, na hakika kauli hii imetangulia. Tatu, zawalul udhri, kuondokwa na udhuru ya kisheria, alladhi, ambayo min ajli shar'a tayammum, kwa ajili ya udhuru hiyo ikamfanya sheria atayammum, min maradhi wa nahwi, kutokana maradhi na mfano wa maradhi. Almas'alatu rabi'atu, mas'ala ya 4, sifatu tayammumi, sifa ya kutayammum, namna kutayammum. Ndio hii nukta ya mwisho. Kaifiyatuhu, namna yake, ayanwiya, kwanza anuie, thumma yusammi, kisha yusammi, aseme ile bismillah. Wa yadhribu al-ardh, na aipige ardhi, biyadihi, kwa mkono yake, biyadaihi, kwa mikono yake, dharbatan wahida, pigo moja. Thumma yamfukuhuma, kisha tapuliza mikononi mwake, kwa niaba kuitoa ile michanga. Au yamfudhuhuma, au aimichemiche mikono yake. Thumma yamsaha bihima wajhahu, kisha apake kwa mikono yake miwili usoni mwake, wa yadaihi, na mikononi mwake, hilal rusghaini, katika vifundu. Li hadithi Ammar, katika hadithi ya Ammar, wa fi panana yake at-tayammumi
darbatan liwajhi, kwamba kutayamam pigo la usoni, bimaana kwa pigo moja la usoni, wal kafaini, na katika vitanga viwili, maana mikononi. Kwa hiyo hapa tumefahamu kupitia hadithi na maelezo ya mtunzo kitabu kwamba kutayamam ni pigo moja, upaka au upako kwa pigo moja. Wal hadith Ammar anna Nabii sallam qala lahu, na kutokana na hadithi Ammar mtume alimwambia kwamba inama, akikapana vinginevyo, kana yakifika, palikuwa pana kutosha kwako wewe, antasna hakadha, kufanya kama hivi. Alikuwa akimuelekeza. Fadharaba kafaihi, akapiga katika fadharaba bikafaihi, akapiga katika viganja vyake, dharabatan ala al-ardh, pigo juu ya ardhi. Thumma nafdhaha, kisha akamichamicha. Thumma masaha bihima, kisha akapaka kwa mikono yake miwili, dhahara kafaihi, juu ya mgongo wa vitanga vyake, bishimalihi, kwa kupitia mkono wa kushoto. Yani mkono kushoto akaupaka mkono kulia mgongoni katika viganja. Au dhahara shimalihi bikafihi, au akapaka kwa mkono wa kulia kushotoni kwake kwa kiganja chake. Thumma masaha bihima wajahu, kisha akapaka kwa mikono yake miwili uso wake. Nadhani hapa itakuwa imefahamika. Simame hapo, tutakuja kusoma albabu sabi'u, mlango wa 7. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.